Aya, kwa majina naitwa Kimwere Moses, the Executive Secretary Kuppet Isiolo. I'm here to warn my fellow teachers that exam cheating iko na consequences kali sana. Tafadhali walimu wenzangu na wasii wacheni kutumika kuiba mtihani. Kwa sababu mtihani, wakati unaiba mtihani utakuwa either interdicted ama atilindi kufutwa kazi. Kwa sababu ya kitu kidogo, kama mwanafunzi umemprepare mwanafunzi miaka 4, tafadhali uachie huyo mwanafunzi kazi yake ya kufanya mtihani. Kwa sababu wakati unafanyia mwanafunzi mtihani, akuje apatikane that wewe ndio umesaidia mwanafunzi kufanya kazi yako iko hatarini. Na unajua tumekuwa na kisisi mingi sana hapa Isiolo ya walimu kuonyesha wanafunzi mtihani. Tafadhali mimi nawasihi isikue rudio, kwa sababu tumeona watu wengine wamekuwa, walimu wetu wenzetu wapendwa wamekuwa interdicted kwa sababu ya mtihani. Kwa sababu wakati ripoti itapelekwa pale kwa Kenya National Examination Council, unajua sisi hatuna ile nguvu ya kuenda kufuata ile maneno, lakini kwa njia moja ama ingine tumejaribu kusaidia, lakini mambo ingine imekataa. Kwa sababu ukiangalia pia si vizuri kuonyesha mwanafunzi mtihani akuje akamatwe na maofisa then mtihani yake apate why. Kwa sababu gani? Utakuwa umeharibia mwanafunzi miaka 4 katika shule ya sekondari. Mimi naomba na nawasihi walimu wenzangu, tafadhali kama kuna mwalimu ama mwalimu mkuu anataka wewe uonyeshane mtihani, tafadhali tupigie simu, sisi tutaripoti mahali ambapo hautakuwa intimidated na mambo yako itakuwa sawa sawa. Tafadhali wacha tukae, hata circular ya ministry inasema tafadhali kusikue na mwalimu katika shule wakati mitihani inaendelea. Kwa hivyo wakati wewe mwalimu umeingia pale na unaona hiyo circular, ni kumaanisha unakiuka zile sheria zimewekwa pale na waziri wa elimu. Kwa hivyo sasa wakati mwanafunzi anaenda nafanywa mtihani na mwalimu pale, anaenda napata alama mzuri, sisi tunafikiria that huyu atakuwa mechanical engineer, atakuwa nurse, atakuwa doctor, aende pale. Kwa sababu huyu mwanafunzi anaweza kuwa akona uzoefu bando wa kuiba mtihani, aende heibe, akuwe tu amequalify kukuwa civil engineer, amekuwa daktari, amekuwa mwalimu. Lakini utaenda kupata huyu civil engineer amejenga nyumba imeporomoka, huyu nurse ameenda kakundunga hata na maji bila ndawa, huyu daktari amekufanyia prescription ya ndawa zenye yeye mwenyewe hata ajui ni gani na ajui ugonjwa gani anatibu, kwa sababu huyu mtu ameiba mtihani kutoka shule ya msingi, shule ya sekondari mpaka the university. Kwa hivyo sasa mimi nawasihi walimu tuachie wanafunzi mtihani wafanye mtihani. Hiyo ndio inaitwa examination. Mwanafunzi anatestiwa kama ako na ability ya ile kazi anataka kwenda kufanya. Kwa hivyo wakati mwalimu anafanya pale, ni ability ya mwalimu inakuwa tested ama ni ability ya mwanafunzi. Kwa hivyo walimu wenzangu, tafadhali tuwache kuonyesha watoto mitihani. Tukae mbali sana na shule wakati mitihani inaendelea. Hiyo ndio naweza wasi, na tafadhali isikue tutakuwa na issues za walimu hapa kushikwa wakipea walimu watoto simu, wakipea watoto majibu kwa maswali. Isikue tuko na kisisi kama hivyo. Mimi naomba na nataka hii KCSE, kwa sababu ndimebaki, ikue very smooth na watu wote, ndio sasa sisi wote tukue familia moja. By January turudi sisi wote, isikue tunarudi January kwa makisi eti mwalimu alipatikana akionyesha mtihani, amepatikana akipeana simu, amepatikana amefanyia wanafunzi mtihani akawapea majibu na vitu kama hizo. Tafadhali tukue watu wa integrity. Walimu ni watu wa integrity. Tusiharibu profession yetu ya kukua integrity na kukua na integrity na kukua na just.